Mark chapter 2, Marko mlango wa pili, verse number 13. mstari wa 13. He went out again by the seaside, and the whole crowd came to him, and he taught them. As he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the tax collector's station. And he said to him, "Follow me." And he rose and followed him. As Jesus was at supper in his house, many tax collectors and sinners also sat together with Jesus and his disciples. For there were many, and they followed him. When the scribes and Pharisees saw him eating with tax collectors and sinners, they said to his disciple, "How is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners?" When Jesus heard it, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance." Father, we thank you in the name of Jesus. Baba, tukushukuru katika jina la Yesu. Receive all the glory. Pokea utukufu wote. Speak to us. Nena nasi. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. The Bible talks about Matthew. Biblia inazungumzia Mathayo. Matthew was a tax collector, Mathayo alikuwa mtoza ushuru. and his real name, he was called Levi. Na jina lake halisi ni Levi. So Levi, that was his name. Sasa jina lake Levi. This man was working for the Romans. Alikuwa anafanyia Warumi kazi. He was a tax collector. Na alikuwa anafanya kazi kama mtoza ushuru. You know, this period, Wakati huu Israel was not independent. Israeli haikuwa na uhuru. They were under the Romans. Walikuwa chini ya utawala wa Warumi. And if you go through the history of Israel, Na iwapo utapitia historia ya Israeli, you are going to see there is a time utaona ya kwamba kuna wakati they were under Egypt. walikuwa chini ya Misri. You are going to see there is a time Utaona ya kwamba kuna wakati they were under Babylon. walikuwa chini ya Babiloni. You are going to see there is a time Utaona kulikuwa na wakati they were under the Persian kingdom, walikuwa chini ya ufalme wa Wajemi. which is Iran. Ambayo ni When you hear Iran. Persian kingdom, you understand it is Iran. When you hear Babylon, you understand it is Iraq. Can I continue? Je, naweza endelea? When you hear Greece, you understand the Greeks. There is a time they ruled the entire world. Ukisikia Wagiriki unaelewa kwamba kuna wakati Wagiriki walitawala ulimwengu. That's why even the Bible, the New Testament, was translated or written in Greek. Ndio maana Biblia Agano Jipya iliandikwa katika Kigiriki. So from Greek, now they put into other languages. Sasa wakatumia kutoka kwa Kigiriki wakaweka katika So lugha zingine. during this time, Sasa wakati huu Levi was working for the Romans, Levi alikuwa akiwafanyia Warumi kazi, collecting money, taxes, the way we do in Kenya. akiwa akitoza ushuru kama tunavyofanya Kenya, Instead of taking to the treasury the way we are doing, badala ya kupeleka kwa hazina kama vile tunafanya sisi. but it goes to the ruler. Hiyo inaenda kwa ule mtawala. It means it went to Rome. Na maanisha ilikuwa inapelekwa kwa Warumi. So this kind of people, tax collectors, Sasa watu wa namna hii waliotoza ushuru were hated by the population, walichukiwa na wananchi wengine, the Jew population, wale wa Wayahudi, because they believed kwa sababu waliamini that these people worked for the ya Romans. kwamba hao watu For the walifanya enemy. kazi Warumi. So you remember they were waiting for the Messiah. Na ukumbuke walikuwa wanangoja Mesia, That when the Messiah ya comes, kwamba atakapokuja Mesia he's going to fight the Romans atapigana na Warumi and bring freedom to Israel. alafu alete uhuru kwa Israeli. That's the total concept of the coming of the Messiah. Sasa hiyo ndio ilikuwa kuelewa kwao kwa kuja kwa Mesia. It was to come and bring freedom. Ilikuwa ili aje alete uhuru. So when Jesus came Sasa Yesu alipokuja and was speaking spiritual things, na akawa anaongea vitu vya kiroho, they were just wondering, walikuwa wanashangaa, is this the Messiah we are waiting for? je, huyu ndio Mesia ambaye tulikuwa tunamsubiri? That's why they will always ask him, Ndio maana kila wakati are you the wangemuuliza, Messiah? je, wewe ndio Mesia? Tell us. Tuambie. Hallelujah. Amen. So now, Sasa one day, siku moja Levi was sitting at his post, at his office, Levi alikuwa ameketi kwenye ofisi yake receiving taxes. akipokea kodi, Because if you don't pay tax, the Romans will come, arrest you, take everything from you. kwa sababu ukikosa kulipa kodi Warumi watakuja wakushike na wachukue kila kitu. So these tax collectors were having the army
Kwa hivyo watoza ushuru walikuwa na jeshi, supported by the army, walikuwa wanasaidiwa na jeshi, the Roman army. jeshi la Warumi. So as Jesus was passing by, Na Yesu alipokuwa akipita mahali pale, he saw Levi akamwona Levi sitting at his post, ameketi kwenye ofisi yake receiving taxes. akipokea kodi. And then he said, Alafu akasema, Levi, Levi, stop what you are doing, wacha unachokifanya, follow me. nifuate. Hallelujah. Amen. So Levi Kwa hivyo Levi left everything, akawacha kila kitu, or gave whatever he was doing to another person ama akampatia mtu mwingine afanye alichokuwa who akikifanya, was maybe his ambaye assistant, labda alikuwa msaidizi wake, who continued working, akaendelea na kazi and he followed na yeye Jesus. akamfuata Yesu. Now the Bible says, Sasa Biblia inasema after following Jesus, baada ya kumfuata Yesu he got born again. alizaliwa mara ya pili, He got converted. aliokoka, He accepted Jesus as Lord and Savior. alimkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi. Now, after his conversion, Na baada ya kuokoka he made a supper, akatengeneza chakula cha jioni, dinner for Jesus. chakula cha jioni kwa ajili ya Yesu. Verse number 15. And then the Bible says, Alafu Biblia inasema he invited so many tax collectors, akakaribisha watoza ushuru wengi sana, people he has been working with. watu ambao walikuwa wamefanya nao kazi, They came, wakaja and his house was full, packed of tax collectors. nyumba yake ikawa imejawa na watoza ushuru, So they were eating wakawa wanakula and celebrating. na kusherekea. So now the Pharisees, when they saw that, Wafarisayo walipoona haya, who are the Pharisees? je, Wafarisayo ni akina nani? The Pharisees Wafarisayo are the Jews, ni wale Wayahudi, people who claimed watu ambao walisema to know the law, ya kwamba wanaelewa sheria, to teach the law, wanafundisha sheria to protect the law. na kuilinda sheria. They were the custodians of the customs of the Jews. Hao ndio walikuwa wanaelewa tamaduni za Wayahudi. Can I continue now? Naweza endelea? So now, Kwa hivyo the Pharisees believed Wafarisayo waliamini that they were holy than other people. ya kwamba hao walikuwa watakatifu kuliko watu wengine wote. Even though they were sinning, Hata ijapokuwa walikuwa wakitenda dhambi, as long as they were not caught, mradi tu hawakupatikana, they thought they were holy people. walidhani hao ni watu watakatifu. Bwana asifiwe. Amen. So when they saw Jesus eating with tax collectors, Kwa hivyo walipomwona Yesu akila na watoza ushuru, surrounded by tax collectors, amezingirwa na watoza ushuru, eating, shouting, akila na you kupaza know, sauti, hawa ni wapagano, tax collectors. They are rich people. ni watu matajiri, They are crooked, ni wakora, even stealing from people, wanawaibia watu, even charging them more. They don't care. Remember, they don't care. wanawalipisha zaidi na hawajali. So now Sasa they said, wakasema, how can this man itawezekanaje huyu mtu be eating with sinners? akule na watenda dhambi? These thieves Hawa wezi is eating with them, anakula nao, and yet he declares to be the Messiah. na bado anasema kwamba yeye ni Mesia. Now the Bible says, Na Biblia inasema, Jesus answered, Yesu akajibu, those who are well walio wazima have no need of a doctor, hawahitaji daktari, but those that are sick lakini wagonjwa have need of a doctor. wanahitaji daktari. I didn't come on earth for the holiest people. Sikukuja ulimwenguni kwa watu walio I sawa, came for sinners nilikuja kwa ajili ya watenda dhambi to repent watubu and enter the kingdom. na waingie kwa ufalme. Hallelujah. Amen. Now, Sasa this is what I want to share with us. hiki ndicho nataka nishiriki nasi, And I've closed my Bible. na nimefunga Biblia yangu. You know, Levi Unajua Levi used his calling, alitumia wito wake, his profession, kazi yake, his knowledge, uelewa wake, what he was doing in life, kile alichokuwa akifanya maishani, to bring so many people of his kind kuleta watu wengi wa namna yake to the kingdom. katika ufalme. Hallelujah. Amen. Tax collectors. Watoza ushuru. Tax collectors are rich people. Watoza ushuru ni watu matajiri. Remember Zacchaeus Kumbuka Zakayo was very rich. alikuwa tajiri, So he said, with all your money, akasema na hizo pesa zako zote, come, let's go and serve Jesus. njooni twende tumtumikie Yesu. You see, let me give you an example. Wacha nikupe mfano. If you are a pilot, Kama wewe ni rubani, you have the possibility to know more pilots. una uwezekano wa kujuana na marubani wengine wengi. Kweli ama hapana? Kweli. Because
when you come, you bring an aircraft. Kwa sababu unapoleta ndege, As you come out, unapotoka he nje, also comes out. pia yeye anatoka nje. So it means wanasalimiana, ule pilot anaenda kuchukua that same aircraft now, that same aircraft. Sasa unapotoka nje, rubani mwingine anachukua ile ndege. Oh, wewe ndio unaenda na hii flight. Oh, nimekuja nayo. Is the machine okay? Yeah, it's fine. So iko sawa. So you come to meet so many pilots. Ama namna gani? Unakutana na rubani wengi. So that meeting with pilot, Sasa kukutana na the knowledge with so many pilots, kuelewa mambo mengi ya the marubani wengi, acquaintance with so many pilots, kujuana na rubani wengi, and also you are sharing the same knowledge. na pia mna ufahamu ulio. This one is a pilot. I'm a pilot. Rubani, mimi ni rubani. So to influence or to tell one pilot Kumwambia rubani moja that there is a man called ya Jesus, kwamba kuna mtu anaitwa Yesu, you have that confidence. una ule ujasiri. Amen. Mbona amuitiki? Or maybe pilot is too much for you. Labda rubani iko juu sana. Let me come down. Acha nirudi chini kidogo. You are a magistrate. Wewe ni hakimu. If you are a magistrate, Iwapo wewe ni hakimu, you are a lawyer. wewe ni lawyer. So in that level, Katika kiwango kile, you come across other magistrates and lawyers. kutana na hakimu wengine na wakili wengine. Kweli ama hapana? Kweli. So when you meet another lawyer or a magistrate, are you Ukipatana na terrified? wakili mwingine ama You're not hakimu, terrified. utaogopa wewe. You share same knowledge. Kwa sababu mna ufahamu ulio What sawa. he knows, you know. Kile anajua What he unajua. can handle, you can handle. Kile anaweza shughulikia unaweza shughulikia. So for you to tell the person Jesus loves you, Sasa kwako wewe kumwambia ule mtu Yesu you anakupenda, don't feel frustrated. hautasikia ni kama ni kitu cha kukusumbua. Okay. Maybe lawyer is very high. Labda wakili ako juu sana. Let me come down Acha again. nishuke chini tena. You are a medical doctor. Wewe ni daktari. And then as a medical doctor, Kama daktari, a surgeon, you mpasuaji, are not the only person, the surgeon in a hospital like Aga Khan. wewe sio peke yako unaweza fanya upasuaji katika So hospitali. there are kama so daktari. many doctors. Unao madaktari wengi. And now, in your specialization, Na sasa katika ile hali ya ufahamu wako, there are some sick people you will handle kuna watu wagonjwa utakaohudumia and transfer to your friend doctor na utawapeleka kwa marafiki zako wengine who is madaktari, better qualified for that one. ambao wana ujuzi zaidi So kwa it ajili ya watu enables hao. you to know, to become familiar with doctors. Kwa hivyo inakuwezesha ujuane na madaktari wengi. Ama namna gani? Ndio. So now, Sasa for you to tell a doctor like you ili wewe umwambie daktari mwingine that mwenzako Jesus loves you, ya kwamba Yesu anakupenda, are you going to feel embarrassed? je, utasikia No, aibu? Hapana, it's normal. ni kawaida. I'm a doctor, he's a Mimi ni doctor. daktari, yeye ni daktari. We are colleagues. Sisi ni wafanyikazi pamoja. Now, Sasa for somebody like me, kwa mtu kama mimi, did you get? umepata Or I come down ama again? nirudi chini tena Or you got it? ama mmeielewa? Can I proceed? Naweza endelea? Now, Sasa for somebody like me, for example, mtu kama mimi kwa mfano, who is in, for example, Korokocho, ambaye niko pale Korokocho, that's where I live, hapo ninapoishi, and I drink kumikumi, ninakunywa kumikumi, and then I come to know Jesus. alafu nije nimjue Yesu, Now you tell me alafu niambie to go and witness to a pilot. niende nikamshuhudie rubani, I see that is too much. Oh. ninaona hiyo imepita The viwango. pilot is too big for me. Rubani ni mkuu sana kwangu Ama namna gani? kweli. Or to go and testify to a surgeon. Ama niende nimshuhudie daktari Maybe wanayefanya it's too upasuaji. much for me. Hiyo ni zaidi kunishinda. Are you in this place? Je, mko mahali hapa? Now, Sasa I may go down also, ninaweza enda chini according to my level, kulingana na kiwango to changu, testify to those people niende nishuhudie wale watu at my level. ambao wako katika kiwango Because changu. if I enter in the midst of those big people, Kwa sababu iwapo nitaingia katikati ya wale watu wakubwa they speak English waongee Kiingereza that I don't know. ambacho sikielewi, Bwana asifiwe. Amen. So automatically there is what you call complex inferiority. mara moja nitaona kwamba nimedunishwa. Mnasikia complex inferiority? Si mnaelewa hiyo? Complex inferiority. Inferiority. Complex. Naona ni So kama kuna kitu Hauswahili. naita complex inferiority. It means sometimes you cannot mingle. You see, even here in it is church, Hata hapa kanisani there are things. kuna vitu, Sometimes we can call some wazee. wakati mwingine tunaweza ita wazee wengine, Come to our meeting.
Njooni katika mikutano yetu. Some shy away. Wengine wanaogopa. Maybe you don't know why they shy away. Labda hujui ni kwa nini wanaogopa. Not because maybe they don't like. Sio kwa sababu ati hawataki. Sometimes they just feel they don't fit, Wakati mwingine wanaona ni kama hawawezi kuingiliana in the group. na kile kikundi. You can say yes or you can refuse. Unaweza What kubali, I'm telling you, ile it is nakwambia true. ni kweli. That's why you see even in a church like this, Ndio maana utaona hata katika kanisa kama hili, utaona professionals, business people watu wa biashara, or professionals, watu ambao wanafanya kazi mbalimbali, they try to form wanajaribu a kutengeneza small group kikundi chao kidogo. of that kind, isn't it? Kweli ama hapana? Kweli. Unajua shida ya kanisa ni nini? Wanataka nisimame nianze kuprophesy. Na tayari mimi nilianza kuprophesy. Amen. But they don't know that I'm prophesying. Hawajui kwamba bado tayari nishatabiri. Listen, Sikia, what I'm telling you, kile nakwambia, you may refuse, unaweza kataa, but it is true. lakini ni kweli. You can take somebody Unaweza chukua mtu who has no education, ambaye hajasoma, doesn't even speak English, hajui Kiingereza, and then bring him in a group alafu mlete katika kikundi of people who are educated. cha watu walio wasomi. When they talk Wanapozungumza to this man, na huyu mtu, ni kama wanafanya hadisi. Unajua hadisi? Hadisi njoo hadisi. Kitendawili teka. So when they talk wanapozungumza, to this man, anasikia kuna kitendawili. yes, Na kumbe hawa watu, they are not doing kitendawili. They are talking sense because they are going to talk about millions, wanazungumzia mamilioni, and this guy is still talking about how to get sukuma wiki. na huyu mtu anazungumzia Ya 20 bob. ya shilingi 20. So they talk about millions. Kwa hivyo wanazungumzia mamilioni, Na yeye iko huku chini. yeye ako pale chini. Anasema, hey, this is too much. Sema So imezidi. there is no way he's going to share maybe what he has because it is too much. It's beyond him. Kwa hivyo itakuwa vigumu yeye kushiriki kile alicho nacho kwa sababu mambo tayari yameshamzidi. Do you understand? Je, unaelewa? So he will feel comfortable in the people of his caliber. Atahisi yako sawa akiwa na watu walio kama yeye. That's what happens. Hivyo ndivyo mambo yanafanyika. That's why even in church, Ndio maana hata kanisani you hear people tell you, utasikia watu wanakuambia, these people are discriminative. watu wana ubaguzi. They like themselves. Wanajipenda wenyewe kwa wenyewe. They don't care about this group or that one. Hawajali hiki kikundi ama kile kingine. It is not true. Si kweli. I did sociology. Mimi nilifanya sociolojia. So if you do sociology, Ukifanya hiyo sociology, you will understand utaelewa that the way people mingle, ya kwamba jinsi watu they wanavyoingiliana, always mingle kila mara wataingiliana depending on the things that bring them together. They are related to whatever they are doing. kulingana na mambo ambayo inayowaleta pamoja. So to become a pastor, to do the job that I'm doing, Ili uwe mchungaji na ufanye kazi ambayo unaifanya, that you can bring every person on board ya kwamba unaweza leta kila mtu and make moja, everybody feel na comfortable, ufanye kila mtu ahisi yako sawa. that's the hardest job we have every day. Hiyo ndio kazi ngumu kabisa ambayo tuko nayo. Can you say hallelujah? Haleluya. Let's go to Matthew. Wacha tuende kwa Mathayo. Because he was a tax collector, Kwa sababu yeye alikuwa mtoza ushuru, he was able alikuwa na uwezo to bring the people he knew. kuleta watu aliowajua. Because that is like, we can call it a group or a status. Hiyo ni kama kikundi. Come. Jo, You are a tax collector? Come. kuja. Wewe ni mtoza ushuru, jo. They can even use phone if phones were there. Kama kulikuwa na simu wangetumia hata Or they simu. can send servants. Ama watume watumishi. Go and call so and so. Enda uite fulani. Call my friend so and so. Ita ndugu rafiki yangu So fulani. tax collectors filled the house. Sasa watoza ushuru wakajaa kwenye nyumba. And now Jesus is at the table. Alafu Yesu ako pale mezani. They are eating nyama choma Wanakula nyama choma. with tax collectors. Watoza ushuru. Joy is in the house. Kuna furaha nyumbani. Huh? Now Pharisees, Sasa Wafarisayo, because they cannot reach these tax collectors, sababu hawawezi kuwafikia hao watoza they ushuru, start complaining. wakaanza kunungunika. Is eating with sinners? Je, anakula na watenda dhambi? Go out there, bring sinners. Enda huko nje uleta watenda dhambi. What did I say? Je, nimesema I say go out there, nimesema, bring enda sinners. huko nje leta watenda dhambi. Jesus died for the Yesu sinners. alikufa kwa ajili ya watenda dhambi. Jesus came for the Yesu sinners. alikuja kwa watenda dhambi. He didn't come for the holy people, Hakukuja kwa walio watakatifu, but he came to cleanse sinners. bali alikuja kutakasa wenye dhambi. He came to bring sinners to repentance, Alikuja kuleta watenda dhambi kwa to bring utukufu. sinners to the kingdom. Leta watenda dhambi kwa ufalme. Hallelujah. Amen. So the point here is this. Sasa la msingi hapa ni hili.
Matthew used his social status. Mathayo alitumia hali yake katika jamii. He used his intellectual capacity, Akatumia akili yake his experience, mazoea yake, his career, kazi yake, whatever he knew, chochote alijua, to bring the people in his profession, kuleta watu waliokuwa katika kazi yake, his colleagues, wenzake, to the kingdom of kwa God. ufalme wa Mungu. You can't be a surgeon Hawezi kuwa wewe ni daktari wa upasuaji, and you cannot bring another surgeon to the kingdom of hawezi God. leta daktari mwingine mpasuaji katika ufalme. You can't be an engineer Hawezi kuwa mhandisi and then you cannot bring another engineer to the na kingdom. uwe huwezi leta mhandisi mwingine kwa ufalme. You can't be a mason. Hawezi kuwa mfundi You wa kujenga cannot bring nyumba. another mason to the kingdom. Hawezi leta mfundi mwingine katika You ufalme. can't be a musician Hawezi kuwa mwimbaji. and you can't bring another musician to the Na kingdom. ukose kuleta mwimbaji mwingine kwa ufalme. You can't be a businessman Hawezi kuwa mfanyabiashara. and then you cannot bring another businessman to the Na kingdom. ushindwe kuleta mfanyabiashara mwingine kwa ufalme. Levi was not a pastor. Levi hakuwa mchungaji. He was not an evangelist. Hakukuwa mwinjilisti. He was not ordained a minister. Hakukuwa amefanywa wakfu. He was just a tax collector. Yeye alikuwa mtoza ushuru. Somebody who came to the kingdom. Mtu aliyekuja kwa ufalme. He was still new in the kingdom. Alikuwa bado mgeni katika ufalme. And even though he was new, Na ijapokuwa alikuwa mgeni, he told his friends, aliambia rafiki zake, there is a man called kuna Jesus. mtu jina lake Yesu. Come, let's go. Jooni twende. That is a wonderful man. Huyo ni mtu wa ajabu. Why is it that you are in the kingdom Ni kwa nini wewe uko kwa and the ufalme? kingdom cannot benefit from you? Na ufalme hawezi faidika kutokana na wewe. You are in the kingdom. Wewe uko katika ufalme. You are a businesswoman. Wewe ni mwanamke You mfanyabiashara. can't bring other businesses or business women in the kingdom. Hawezi leta wanawake wengine wafanya biashara katika ufalme. Hallelujah. Amen. You are a carpenter. Wewe ni seremala. You can't bring other carpenters in the kingdom. Hawezi leta seremala wengine kwenye ufalme. You are a teacher. Wewe ni mwalimu. You can't bring other teachers to the kingdom. Hawezi leta walimu wengine kwa ufalme. Why should you be dry? Mbona ukauke? Why should you be fruitless? Mbona ukose matunda? Any Christianity Ukristo wowote which lacks fruit ambao unakosa matunda is dead. umekufa. Let me repeat again. Wacha nirudie tena. Any Christianity Ukristo wowote or any Christian, ama Mkristo yeyote, any believer mwaminio yeyote who cannot affect another life ambaye hawezi kuathiri maisha to ya mtu bring mwingine, another person to the kingdom kuleta mtu mwingine kwa ufalme, is a fruitless Christian. yeye ni Mkristo asiyezaa matunda. John chapter 15, Yohana 15. Jesus says, Yesu anasema every branch kila that has been hunted or which is feeding or receiving from the main tree, tawi ambalo linapokea kutoka kwa ule mti, if you don't produce fruit, kama hautazaa matunda, you are going to be cut off utakatwa and removed. na utolewe. Hallelujah. Amen. So we have to produce fruit. Kwa hivyo lazima tuzae matunda. Surgeons, Daktari bring other surgeons to the leteni kingdom. madaktari wengine wa upasuaji Tax katika ufalme. collectors, Watoza ushuru, bring other tax collectors to the leteni kingdom. watoza ushuru wengine katika ufalme. Amen. Amen. You work in the immigration, Unafanya kazi pale immigration, bring other people from leta immigration watu wengine kutoka idara ya uhamiaji to the kingdom. kwa ufalme. Bwana asifiwe. Amen. You work in the central bank, Unafanya kazi pale Central Bank, bring other people from central bank to leta the watu kingdom. wengine kutoka Central Bank kwa ufalme. So whatever you do, Chochote kile unakifanya, God used our knowledge, Mungu alitumia ufahamu wetu, our training ule mafunzo yetu to fulfill the mandate of the kingdom. kufanya kazi ya ufalme. Paul is called. Paulo anaitwa. What do you read when you see Paul? Unasoma nini unapoona Paulo? Let's say, for example, Acts chapter 9. Matendo 9. What do we see here? The calling of Paul, 15. 9:15. 9:15. Look at this. Angalia. But the Lord said to him, go your way, for this man, who is this man, Paul, is a chosen vessel of mine to bear my name before the Gentiles and before the kings and before the sons of Israel, for I will show him how much he must suffer for my name's sake. Now listen. Sikia sasa. Why is Jesus calling Paul to go and speak to kings? Mbona Yesu anamuita Paulo aende anene na wafalme? Why didn't he call Peter to go and speak to kings? Mbona hakumuita Petro aende aongee na wafalme? Are you in this place? Je, uko mahali hapa? When Peter is called, Wakati Petro anaitwa, Jesus says, Yesu anasema, you are a fisherman. wewe ni mvuvi wa samaki. Now, Sasa
I'm going to turn you nitakugeuza to be fishing men. You are utakuwa ukivua watu. you are not going to fish anymore, Hautavua samaki tena, but to fish men utavua watu for the kingdom. kwa ajili ya ufalme. God, that was his profession. Kwa sababu hiyo ilikuwa kazi yake. And every time you look at Peter, Na kila wakati ukimwangalia Petro, even his ministry, hata huduma yake, you are going to see he's going to reach normal people. utaona aliwafikia watu wa kawaida. Are you in this place? Je, uko mahali Normal hapo? people Watu wa kawaida. of the society. Watu wa kawaida katika jamii. Those are the people Peter brought to the Hao kingdom. ndio watu ambao Petro alileta kwa ufalme. Now, when it becomes to these big people, Sasa ikifikia kwa hao watu wakubwa, read about Paul. soma kuhusu Paulo. You see him speak before kings, Utaona ananena mbele ya wafalme. and he speaks with freedom. Na ananena akiwa huru. He speaks with confidence, Anaongea akiwa na ujasiri. up to the point that Kiwango ya kwamba Festus will look at Paul Festo atamwangalia Paulo and say, you are mad. na aseme wewe ni wazimu. Your great learning Kusoma kwako kwingi has made you mad. kumekufanya uwe na kichaa. Ya. Wewe umesoma, Mungu hawezi faidika na masomo yako. Umesoma, Mungu hawezi faidika na masomo yako. Wewe ni mfanyabiashara, Mungu amebariki maisha yako. Huwezi leta tajiri mwingine mfanyabiashara katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. This is Paul. Huyu ni Paulo. He speaks before the king. Anaongea mbele ya wafalme. Wow. Unajua masomo inapatia mtu confidence. Do you know that? We are not coming from heaven. Hatujatoka mbinguni. We are coming from here. Sisi ni wa hapa. Kweli ama hapana? Kweli. When you are educated, Ukipata kisomo, it gives you words. kisomo kinakupatia maneno. It gives you the verb. Kinakupatia lugha. Yeah. God bless you. For the first time you have done something powerful. Amen. Do you know when we talk about verb? Lugha. It gives you the verb Kinakupatia lugha. so that you have the content. Ili sasa una mambo ya kusema. You can stand in your meeting wherever and talk because you have the Simama kwa content. mkutano na uzungumze. And if you are not educated, Na kama hauna kisomo, you don't have a big store. unakaa kama gala lililojaa. You don't have a big store Au hauna gala lililojaa because you don't have much to say. kwa sababu hauna mengi ya kusema. Now, Sasa it doesn't matter haijalishi if you are not much learned. kama hujasoma sana. God will use you Mungu atakutumia at your level katika kiwango to chako. bless the kingdom. Bariki ufalme. Now, these also other people, Sasa hawa watu wengine God will use them at their level. Mungu atawatumia katika So kiwango God chao. uses all these Kwa hivyo levels Mungu anatumia hivi viwango vyote to bless the kingdom. bariki ufalme. Now, because Peter, for Na example, kwa sababu kama Petro doesn't kwa have mfano, that philosophy hana hiyo to filosofia speak before ya philosophers, kuongea mbele ya wanafilosofia. God bring in another Mungu philosopher. analeta His mwanafilosofia name is mwingine. called Paul. Jina lake Paulo. Acts chapter 17, Matendo 17, verse 16. 16. 16. Inasema Paul in Athens. Paul in Athens. Now look at that. Angalia. Now while Paul was waiting for them at Athens, unajua when we talk about Athens, you talk about Greece, isn't it? Zungumzia Athens So unazungumzia Greece, Ugiriki. that is the basin. Na Ugiriki ndio That's chemchemi. the stomach Hiyo ndio tumbo of philosophy. ya wanafilosofia. When you hear the word philosophy, you hear about people, thinkers. Ukisikia filosofia watu wenye kufikiri. Bwana asifiwe. Amen. So God is sending him where? At Athens. Mungu anamtuma kule Athens. Now, when you read 23 of chapter 17, verse 23, the Bible says, Biblia inasema for as I passed by and looked up at your object of worship, I found an altar with this inscription, whom you therefore unknowingly worship, him I proclaim to you. Unknowingly worship, yes, him I proclaim to you. Now listen, there is something I want to show you. Now, when you go to 22, the Bible says, Paul stood in the middle of the Areopagus and said, men of Athens, I perceive that in all things you are very religious. My God. Now, Luke 21. Angalia 21. For all the Athenians
and the foreigners who lived there spent what? Spent their time doing what? Hey. And foreigners who live there who spend their time in nothing except what? Telling or hearing something new. What is something new? Kitu kipya ni kipi? Philosophy. Filosofia. New ideas. Mawazo mapya. New knowledge. Ufahamu mpya. Sasa wewe mvuvi wa samaki unaenda kufikiria na watu ya Athens, unafikiria nini? Hallelujah. Amen. Ukiwaambia maneno ya nyavu na mutumbu wanakuangalia and say this man is mad. Hallelujah. Amen. So God brings in Kwa hivyo Mungu analeta another thinker. mtu mwingine mwenye kufikiri. Somebody who understands philosophy. Mtu anaelewa filosofia. Learned. Amesoma. Who was at the feet of Gamaliel. Ambaye alikuwa kwa miguu ya Gamaliel. Somebody who went at the school with Herod. Mtu alienda shuleni na Herode. The king. Mfalme, yule mfalme. That's now Paul. Huyo sasa ni Paulo. He stand in that amphitheater. Akasimama pale kwa ule ukumbi. Surrounded by philosophers. Amezingirwa na wanafilosofia. And then start speaking. Alafu anaanza kuzungumza. With boldness. Akiwa na ujasiri. Audacity. Akiwa na ujasiri. Listen man. Sikizeni. You know something? Najua kitu. I know something. Ninajua kitu. Wacha Mungu afurahie elimu yako. Amen. Wacha Mungu afurahie karia yako. Amen. Wacha Mungu afurahie kila alikupatia. Sema amen. Amen. Yes. You know, sometimes wakati mwingine there was a guy called Apollos. Kuna mtu aliyeitwa Apollos. Mnajua Apollos? Yes. Acts chapter 18. Matendo 18. Yeah, Acts 18:24. Listen. Now, a Jew named Apollos, born in Alexandria. Mnajua Alexandria? Pale ilikuwa ni Egypt. City ya knowledge. Listen, man. And you know it is in Alexandria where they started the first Bible school. In Alexandria. And listen to this. The Bible says he was what? He was an eloquent man. I like that. Eloquent. Musemaji. Hasemi rubbish. Ile kujua kwake kunapita kipimo. Akisimama hawezi kumchallenge. Hata ukipigana anakuangusha mweleka. Eloquent. And look at this. Competent. Eloquent and what? Competent. See eloquent. Unajua kuna mtu eloquent anapoongea hata hujui anaongea nini. Lakini huyu ni eloquent tena ni competent in what? In scripture. 25. Look at that. He had been instructed. You see now? He had been what? Instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught, my God, accurately. Si mtu alikuwa anaongea anafundisha heresies. Accurately, he knew whatever he was saying. And look at this. Things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. Sitaendelea huku mbali. Nachi hapo. But the point is that jambo hapa ni watch it on the leg 26. Look at 26. He began to speak boldly. Bold. Do you know bold? Ujasiri. Boldly. Ujasiri. In the synagogue. Listen to that. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him and explained to him the way of God more accurately. 27, listen to it. And when he wished to cross to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. When he arrived in the city, he greatly helped those who through grace had believed. 28, look at that. For he powerfully refuted the Jews in public. Sio kwa secret. Unajua kuna mtu anajificha sababu hajui kitu. Ndio kujificha. Vile mimi ninaona inaonekana kwamba Yesu ni Bwana. Achana na hiyo. Wazi. In public is refuting what?
the Jews in public, showing by the scripture. So the guy has the content, he has the knowledge, he has the ethos. Ana neno. So he's going to show these people Kwa hivyo ataonyesha hawa watu by the scripture. By the scripture that what? That Jesus is. So you see, God used his Kwa knowledge, hivyo Mungu alitumia ufahamu wake. whatever he knew in his life, Chochote alijua katika maisha to yake. proclaim the gospel. Kuhubiri injili. So God will always use our experience. Kwa hivyo Mungu kila wakati atatumia kile ambacho tumekizoea. If you are in church, Kama uko kanisani, God has brought you to the kingdom. Mungu amekuleta kwa ufalme. Maybe you are a big person Labda wewe ni mtu mkubwa in the society. katika jamii. Don't feel complex. Usihisi, Use that ability. utumie ule uwezo. Use that knowledge Tumia ule ufahamu. to serve the kingdom. Tumikia ufalme. Hapana kusema oh, mimi ni mtu mkubwa sana, mimi ninaenda kwa kanisa, ile kanisa hata haina viti. Mimi nikifika pale mimi nakaa chini, kanisa iko na nyasi, siwe ununulie kiti. Siwe ni mtu mkubwa ama namna gani? Sinunua kiti kwa kanisa. Oh, mimi naenda hiyo kanisa, hawana mpangilio. Kama hawana mpangilio na wewe Mungu amekuleta hapo juu ya nini? Si wasaidie wapate mpangilio. Amen. Oh, mimi naenda kwa kanisa napata watu wanafanya vitu vya kienyeji, si wasaidie kufanya vitu katika civilized manner ama namna gani? Sometimes people bring shame to the kingdom. Wakati wengine watu wanaleta aibu. You don't come to church. Hauji kanisani. Jesus doesn't bring you to church Yesu hakuleti kanisani because we are perfect. kwa sababu sisi tumekamilika. Hapana. Hapana. He brings you to make us perfect. Anakuleta ili tukamilishe sisi. Jesus Yesu didn't just bring you here hakukuleta hapa that we serve you. tukutumikie. Hapana. He has brought you here to serve. Amekuleta hapa pia wewe utumike. I am a human being. Mimi ni mwanadamu. I don't know everything. Sijui kila kitu. There are certain things that I know, Kuna vitu vingine najua and there are things I don't know. na kuna vingine sivijui. So God will bring you. Sasa Mungu atakuleta. You can bring in your expertise. Naweza leta ujuzi wako. Bwana Kimwele, bring your expertise. Leta ujuzi wako. Oh, you tengo yoka hajui kitu. Sasa mimi sijui kitu, lakini sio umejua. Mimi ambaye sijui kitu na wewe ambao umejua, tukiungana tumekuwa tumejua kitu. Amen. That's very important. Hiyo ni muhimu sana. So when you come to this kingdom, Sasa ukija katika ufalme huu, help us become better. tusaidie tuwe bora zaidi. In our language, help us become better. Tusaidie tuwe bora. Help us become what? Tusaidie tuwe bora. We are not perfect. Sisi sio wakamilifu. Help us. Tusaidie. Oh God. Yesterday, Jana I received a pastor nilipokea mchungaji from Congo Brazzaville. anatokea Congo Brazzaville. He lives in Paris. Anaishi Paris. As we were talking with this man, Tulipokuwa tukizungumza, he told me something aliniambia kitu that I will never forget. ambacho sitawahi sahau. He said, do you know why Jesus was sending disciples 2 by 2? Aliuliza, unajua ni kwa nini Yesu alituma wafuasi wake wawili? I said, wow, tell me. Akasema niambie. Oh, and then he told me, Alafu akaniambia, he said he was sending 2 by 2 alituma wawili so that when one fell, ilikuwa wakati mmoja or atashindwa falls, ama ataanguka, and one will lift up ule mwingine the other atamuinua. person. That's why he sent 2 by 2. Ndio maana aliwatuma wawili. Because if you are alone, Kwa sababu ukiwa peke yako, you go down, uanguke, you stay there forever. utabaki hapo milele. Nobody to help you. Hakuna kukusaidia. But if you are 2, Lakini wapo mko one will wawili, say, my brother, utasema ndugu yangu, stand up. simama. Let's keep moving. Tuendelee na safari. Go and proclaim the gospel. Enda na ubiri injili. Shout. Paza sauti. Tell the world, Ambia ulimwengu, Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. We want people who will bring glory to the kingdom. Nataka watu watakaoleta utukufu kwa ufalme. Use that which you have Tumia kile ulicho nacho to make Jesus known. kumfanya Yesu ajulikane. You are better. Wewe ni bora. You have what it takes. Una kile unachohitaji. Never count yourself a sinner. Usijihesabu kama mtenda dhambi. Count yourself a saint. Jihesabu kama, Because Jesus died for you. kwa sababu Yesu alikufia. You are not condemned. Haujahukumiwa. You have been freed Umewekwa huru through the blood of Jesus. kupitia damu ya Yesu.